Customer sikiliza nikwambie, this is wa sasa aka Gwanzo. Sasa bana, nakoenda huko kwenye hii sayari, wale viumbe ambao nawapa stori zao kila siku, panya, mende na wengine wote ambao bado sijafikia stori zao, lakini stori zao zipo nyingi sana na zitafika tu, tawaambia. Wale ambao nimewapa stori zao, mende, panya, nimejikuta muda mwingi wanavyoniona wanakuwa washikaji. Jana nimefika nikakuta panya yuko kwenye dimbwi moja la mawazo, yani anawaza sana yani. Kumbe bana, mpenzi wake amesafiri, kasafiri safari ya mbali kabisa, ameenda anakaa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo kamkuta yuko pale amekaa anasikiliza na wimbo ambao alikuwa anausikiliza ni huu. Yani huwezi amini mawazo aliyokuwa nayo ni mawazo ambayo ni hata wewe ukimuona unaweza ukasema au labda kafiwa. Kumbe bana, anamwaza tu mpenzi wake kwa kuwa kasafiri. Sasa mimi nilivyoona hivyo nikabaki kushangaa sana. Kwanza nikacheka vibaya sana. Nikamwambia sasa huko mna maisha ya mfumo huu hapo, wakati sisi panya wetu hatujuagi kama wana wapenzi na wanasafiri, ila sisi mara nyingi tuaga tunaona wamezaa tu, yani ndani tu tutasikia wana toto shazi nyomi hivi vya watoto vya panya. Kwa hiyo sisi hatujui maisha yao waga yanakuaje. Kumbe nyie huko mpaka wanasafiri na kusafiri na unakuwa uko so emotion kwa mfumo huo. Sasa alivyoona vile akaona sky kinyonge, anionyeshe mfumo fulani hivi wa kuchangamka. Sasa wimbo kama huu hapa, panya alianza kucheza kwa mfumo huu. Sasa mimi nikabaki nacheka pale, nikamwambia wewe endelea na mafaili yako, bila kuacha, endelea kumwaza huyo mpenzi wako. Mimi nikala kona, kafuata kazi zangu kama ifuatavyo. Kafuata shati zangu big size.